la uzazi tumboni mwa mama yake, wa marhalati dunya, na cha tatu ni kituo cha kuwepo duniani, ambacho hicho ndipo tulipo sasa hivi sisi. Tumeshatumia vitu viwili na tuko kwenye cha tatu. Wa marhalatul qabr, na cha nne ni kituo cha kaburini. Wa marhalatul qiyamah, na cha tano ni kituo cha kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Hapo tena wema watalipwa mema na waovu watalipwa maovu, hukumu imemalizika. Katika hichi kituo cha tatu tuliopo sasa, ni rasilimali yake mtu, pumzi zake zinatweta uhai mzima, ni nafasi yake ya kuweza kupata ama maisha mazuri au mabaya, kutokana na namna gani atapokitumia kituo hichi. Inna sayyidana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabla an yalhaqa birrafiq al-a'la, hakika bwana wetu mjumbe wa Mwenyezi Mungu kabla ya kukutana huko birrafiq al-a'la, kabla ya kwenda zake akhira, kabla ya kuondoka duniani, saala al mu'minina Aisha, alimuuliza mkewe mama wa Waislamu bibi Aisha radhiyallahu anha, wakati bwana mtume yuko kwenye sakaratil maut. Waqala ya Aisha, akamwambia ewe Aisha, kam indi min almal, ni kiasi gani kilichopo kwangu mimi katika mali. Ya Aisha, kam indi min almal, ewe Aisha, hebu tizama uzuri kiasi gani kilichopo kwangu mimi mali nacho. Faqalat 7 dananir ya Rasulullah, bibi Aisha akamjibu akamwambia zipo dinari 7 ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Faqala alhabibu almustafa tasaddaqi bihinna ya Aisha, kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu kumpa risala hii, akamwambia mkewe bibi Aisha, zitolee sadaka haraka hizo 7 dananir. 7 dananir, wa kanat dinaru yawmaha yusawi 50 qirsha, na wakati huo dinari ni sawa sawa labda tuseme shilingi 20 hivi, yani 50. 3 junayhat wa nisf, ni kama junayha 3 na nusu. 3 junayhat wa nisf fi baiti Rasulillah, hizo ndizo zilizokuweko mpaka wakati huo katika nyumba ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Fi baiti nabii, katika nyumba ya mtume. Hadhihi hiya alqiyadatu alhaqiqiyya, hakika huu ndio uongozi wa kweli kweli. Hadhihi hiya adh-dha'amatu as-sahiha, hakika huu ndio hasa kilingano cha watu kujiigiza. Huyu ndiyo mtume wa Mwenyezi Mungu, yuko kwenye sakaratul maut, alichokiacha nyumbani kwake ni 7 dananiri tu basi. Hakuwa yeye katika nafasi ya utume kwa ajili ya dunia, hakuwa yeye kwa ajili ya pato lolote. Anafika kuondoka duniani ana 7 dananir ndani ya nyumba yake, na hali ya kuwa dunia yote imemwelekea yeye. Yeye ndiyo kiongozi wa umma katika wakati huo, mtume wa mwisho, na wakati huo walikuwa wameshashinda Waislamu, dunia imeshawapa uso, imeshawaelekea, wameshapata fathu za Maka na nyinginezo. Kwa hivyo kila kitu kiko mikononi mwao. 3 junayhatin wa nisf fi baiti sayyidina Muhammad, katika nyumba ya bwana wetu Muhammad. Kullu tarika allati tarakaha Rasulullah 3 junayhatin wa nisf, mali yote aliyoacha mtume wa Mwenyezi Mungu wakati anaondoka duniani ni hizo tu bas, dinaru 7. Wa ma'a dhalika qala li Aisha tasaddaqi bihinna ya Aisha, na baada ya hayo, juu ya hivyo, anamwambia Aisha hicho kilichobakia akitolee sadaka kimalizike chote. Wa ba'da dhalika marrat bihi sakaratul maut, baada ya kumaliza agizo hilo la kumwambia Aisha itolee sadaka dinari 7, bwana mtume akapitikiwa na sakaratul maut, akazimia kitambo, hana fahamu. Falamma afaqa qalila,
alipopata kuzindukana kitambo kidogo, saala wa qala li Aisha, aliuliza tena kumuuliza bibi Aisha, hal tasaddaqti bidananiri ya Aisha, je Aisha umekwisha kuzitoa sadaka zile dinari ndio kwambia utoe? Faqalat ya Rasul Allah, shughli bimaradhika ansani an atasaddaqa biha. Bibi Aisha akajibu, nimeshughulika na maradhi yako ya Rasulullah, kwa hivyo jambo hilo limenisahaulisha, bado sijawahi kuzitoa, zipo ziko pale pale. Fabaka alhabibu almustafa, hapo bwana mtume akalia kilio kikubwa ndani ya sakarati almaut. Waqala, kisha akasema huko anahuzunika kwa ukali, akamwambia tasaddaqi biha Aisha, fanya upesi usitoe sadaka hizo kabla sikukata roho mimi. Kaifa yalqa Muhammadun rabbahu wa fi baitihi 7 dananir, vipi atakutana na Mola wake Muhammadi na nyumbani kwake mna dinari 7, mtume mzima Mwenyezi Mungu. Wa fi baitihi 7 dananir, la ilaha illa Allah, shay'un ajib, ni jambo la kustaajabisha mno. Kaifa yalqa Muhammadun rabbah, vipi atakutana na Mola wake Muhammad. Wa fi baitihi 7 dananir, na nyumbani kwake mna dinari 7. 7 dananir ista'zamaha ala nafsi, dinari ni 7 tu, amezifanya ni jambo kubwa katika nafsi yake mtume Mwenyezi Mungu. Wa kharaja min ad-dunya kafafan la lahu wala alayhi, akaondoka katika dunia hii mjumbe wa Mwenyezi Mungu mweupe kabisa, hana chake wala mzigo wa mtu kama anamdai kamkopesha, mweupe kabisa kabisa. Ndiyo maana ukaona heshima aliyoipata wakati masahaba alipomuuliza, man yusalli alayka ya Rasulullah, tuambie kabisa nani atakayekusalia ukiondoka duniani, kwa sababu wewe ndio imamu wetu mtukufu, imamu mkubwa, anta al-imamu al-a'zam, faman yusalli alayka ya Rasulullah. Qala, ndipo mtume aliposema, idha ghassaltumuni, mtakapokosha nikawa tayari, wa kaffantumuni, na mkanikafini nikanzika sanda nikawa tayari, fadhauni ala shafiri al-qabri saa, niekeni katika ukingo wa kaburi kwa muda wa kitambo kidogo. Fa inna awwala man yusalli alayya khalili Allahu rabbul alamin, kwani wa mwanzo kabisa atakayemtakia rehema mimi ni kipenzi changu Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Thumma jalisahu Jibril, kisha baadaye ndio watasogea hapo wale walio karibu na Mwenyezi Mungu, malaika Jibril wa Mikail, thumma Israfil, kisha baadaye Israfil, wa malakul maut, na pia malakul maut vile vile. Wa baada dhalika qala, baada ya hivyo mtume akawaambia kwa kusema, udkhulu alayya jama'atin wa furada, mtaingia tena kwenye kaburi langu, kwenye jeneza yangu, jama'atin wa furada, mmoja mmoja na grupu ya wengi wengi, wasallu alayya, wala msimweke mtu yote kukaa mbele yenu kwa imamu, jama'atin wa furada. Na hivyo ndivyo mtume aliposalia, watu wakiingia tu jama'atin wa furada, wasallu alayya, mnitakie rehema kwa Mwenyezi Mungu mimi. Mliohudhuria taweni kalima ya kumsalia mtume, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني يا رسول الله. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت له الأخلاق كالعنوان. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. فيا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إني wenye kuhami Uislamu kama wapo na inshallah tupo,
na enyi walinzi wa itikadi, isikilizeni kwa makini kabisa kabisa habari hii tunaendelea nayo. Wadufina an-nabii, akazikwa mtume baada ya hapo. Wa baada ma wudhi'a an-nabii fi qabrihi bakat Fatima, na baada ya kuzikwa bwana mtume akawekwa katika kaburi lake, alilia mwanawe Fatima sana. Mwanamke na mwanamke. Waqalat li sayyidina Bilal, wanarejea mazikoni masahaba. Fatima anamwambia Sayyidina Bilal, ya Bilalu, ewe Bilali, kaifa sawwalat lakum anfusukum an tad'u Rasulallahi fil ardh, vipi nyinyi masahaba wa mtume zimekupambieni nafsi zenu kuona sawa sawa kumweka mjumbe wa Mwenyezi Mungu aridhini, mmemfukia aridhini? Uchungu, watu wamepazal. Huku Sayyidina Umar anasema mtume hajafa, mtakayemsikia anasema kafa na kichwa, hajafa chochote. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq anamtuliza, anamwambia wama Muhammadun illa rasul, kenda kuhakikisha mpaka ndani, kabla hajazikwa kaenda kumtizama, kafungua uso guo lake. Sayyidina Bilal mtosha. Huku Sayyidina Abu Bakar anawatuliza watu wanaodhania kwamba mtume hapa kwa aya ya Qur'ani, na Sayyidina Bilal Fatima alipomwambia maneno hayo akamtuliza kwa aya ya Qur'ani vile vile, akamwambia poa mama. Ya raihanata rasulillahi, ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu, ewe harufu njema ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Walladhi ba'atha abiki bilhaqqi, walladhi ba'atha abaki bilhaqqi, na apa kwa yule ambaye amembaithia utume baba yako kwa haki. Law istata'na an nadha'ahu baina as-sama'i wal ardi la fa'alna, lau kama tuliweza sisi kumweka baba yako mjumbe wa Mwenyezi Mungu baina ya mbingu na ardhi, tungefanya hivyo, tungemweka. Lakini sheria ya Mwenyezi Mungu haituruhusu. Waislamu, hatuwezi kumweka maiti wetu tukamtia sumu, tukamweka duniani watu watakumtizama na hivi na hivi. Mambo hayo kwenye Uislamu hayapo. Ilivyo ni kumfukia tu kwenye ardhi, ni kumzika tu. Law istata'na an nadha'ahu baina as-sama'i wal ardi la fa'alna, walakin madha nasna'u, lakini tutafanyaje mama? Waqad anzala Allahu ala abiki Qur'anan, na hakika Bwana Mwenyezi Mungu kumteremshia baba yako Qur'ani, aya isemayo yakulu fihi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Unaniambiaje Fatima, tufanyeje? Mwenyezi Mungu anatuambia minha khalaqnakum, kutokana na hiyo ardhi nyinyi ndio tumekuumbeni. Wa fiha nu'idukum, na katika hiyo ardhi nyinyi tunakurejesheni mnapokufa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokana na hiyo ardhi nyinyi ndio tutakutaweni mara nyingine kwa ajili ya maisha baadaye. Sayyidina Umar katulizana, takubali mtume amekufa, na bibi vile vile alikubali kabisa kwamba waliofanya Waislamu ni sawa sawa kabisa. Ni makosa kabisa kabisa Muislamu kuwekwa pahala hivi, au hata kuwekwa picha yake au sanamu yake wakati amekufa, na kuna hatari ya watu kuiabudia baadaye. Si katika mwendo wa Kiislamu huo abadan. Mwenyezi Mungu wakati alipouawa binadamu wa mwanzo katika ulimwengu, alipouua Kabil kumuua ndugu yake Habil, basi ilikuwa hajua afanye nini. Mwenyezi Mungu alimpeleka malaika kwa namna ya sura ya kunguru. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, ile kumuonyesha yule aliyeua pale hajui kufanya nini, namna ya kusitiri maiti ya ndugu yake. Alipoyaona yale, ndipo alipoona huzuni. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurab, ole wangu mimi, nimeshindwa mimi kuwa mfano wa kunguru huyu. Ya Muhammad, akamwambia Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayit, ishi utavopenda katika dunia hii, siku moja utakufa lazima. Na maneno hayo anaambiwa kila mtu. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, na tenda chochote utendacho, tenda chochote ukipendacho, hakika wewe utalipwa kwa sababu ya kitendo hicho.
wa ahbib man shita fa innaka mufariquh, na mpende umpendaye, hakika siku moja utatengana naye, mtakosana, ataondoka yeye mwanzo au wewe mwanzo. Ikiwa unapenda mahali utaiacha siku moja, ikiwa unampenda mtu utatengana naye siku moja. Waalam, na pia ninapenda ufahamu ewe Muhammad na umati wako, bi anna sharafa almu'min qiyamul layli, utukufu wa muislam mbele ya Mola wake, hadhi alionayo mu'min mbele ya Mola wake ni kisimamo cha usiku, kutenda ibada, kuzungumza na Mola wake, mtu kuswali nyakati za usiku. Wanasu niyamun, watu wamelala, mtu akajikurupusha akainuka akafanya ibada kwa Mola wake. Wa izza almu'mini, na vile vile heshima ya mu'min vile vile istighna'uhu 'anil nas, ni kule kujitosheleza kwa watu, asidhalilike sana, wote akawaona na viumbe wenziwe tu, asimuombe mtu kwa njia namna tena ya kupita mpaka ikawa na muabudu, asimuogope bila kiasi, lazima ajiamini kwamba yeye ni kiumbe, yupo aliyemuumba, na kama alivyomfanya yeye mwenzake, na yeye vile vile Mwenyezi Mungu anaweza kumfanya wakati wote akawa kuliko yeye. Istighna'uhu 'anil nas. Naam, hiyo ndiyo hali iliyokuwa sakaratul mauti kwa bwana mtume. Haya ni mafunzo ya hakika, hii ni kweli iliyo kweli ya yakini. Hivi ndivyo itavokabili kwa kila nafsi ya mmoja wetu kupambana na saa nzito ya sakaratul mauti. Na kwenye saa hiyo yatafanyika mambo mawili: ama itakuwa mtu ataondoka ulimwengu huu hali ya kuwa karidhia na Mola wake amemridhia, au ataondoka katika ulimwengu huu katika hali ya kutolewa roho, katika hali ya kuchukia endako vile vile, kwani kubaya zaidi, na Mola wake amemkaribia, anamvesta mbele yake kwa njia ghadhabu kubwa. Falaula idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, basi mnaonaje wakati roho inapofika katika nafasi yake ya mwisho kutoka, mtu anapokuwa katika sakaratul maut, wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi wakati huo mko pale mnamwangalia mtu wenu na mnampenda sana, pengine mnataka atoe japo kwa kalima moja tu ili mpate kujua mali iko wapi, hazina, documents kazeka wapi huyu mtu tuzioni, mwamtaka atoe kauli kidogo tu, na maspecialisti mmemkusanyia kutoka Ufaransa, kutoka wapi, angalau aweze kumsimamisha asende akhira, angalau amfanye aseme tu kwa dakika chache tu basi, ili mpate kuwa naye pale. Wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, na wakati ule sisi tumeshakuwa karibu zaidi na yeye huyo mwenye kufa kuliko nyinyi mlioko pale mmemzunguka. Walakin la tubsirun, lakini ubaya wa mambo nyinyi hamwezi kuona siri iliyoko pale, ghaib. Falaula in kuntum ghayra madinina, basi mnaonaje ikiwa nyinyi ghayra muhtajina, si wenye kutuhitajia sisi, hamna haja ya Mwenyezi Mungu, mnaona Mungu hakuna, mambo yamekwenda ovyo ovyo tu, ndio hivyo hivyo tu. Ikiwa nyinyi si wenye kutuhitajia sisi, hamkushindwa na sisi, tarji'unaha, basi irejesheni roho ya mwenzenu, in kuntum sadiqina, ikiwa mnasema ni kweli hakuna Mungu, rejesheni. tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa amma in kana min almuqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im, na ikiwa mwenye kutoka roho wakati ule pale ni miongoni mwa watu wenye kukurubia mbele ya Mwenyezi Mungu, amejikurubisha kutafuta radhi Mola wake, farauhun wa raihanun, ni furaha na manukato mazuri yanamngojea, wa jannatu na'im, na baada ya muda mfupi tu anakwenda kwenye rawdatun min riyadil janna. Allahumma ja'alna minhum. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, na kama alikuwa ni miongoni mwa watu wema, amani iliyoje kwa watu wema, amani iko juu yako, anaambiwa na malaika, wewe ni miongoni mwa watu wema. Wa amma in kana min almukaththibin adh-dhallin, na kama alikuwa yeye ni miongoni mwa wakadhibishao wapotevu, fanuzulun min hamim, karamu yake ni maji ya moto, jahannam inamngojea, ndicho kitu kilichoandaliwa. Wa tasliyatu jahim, na ataingia kwenye moto wa jahannam. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin, hakika mambo haya ni haki ambayo ni ya yakini. Fasabbih bismi rabbikal azim, basi kama umezindukana mtakase Mola wako na kumtukuza Mola wako aliyemtukufu. Hivi ndivyo hali itakavyokwenda. Mbaya atapambana na ubaya wakati huo,
tena ila yaumul qiyama anaendelea kwa ubaya. Na mwema, hapo ndiyo siku ya kupumzika kwake. Dhiki yoyote aliyopambana nayo duniani, siku ile Mwenyezi Mungu atampumzisha. Unapata masimulizi kama haya ili kama kuna yakini yoyote inapungua kwenye moyo wako, inapungua, unamdhania Mwenyezi Mungu vibaya na umesahau mambo ya kiakhira, umeshughulikia zaidi duniani, hii itakufanya uhuwiki. Na hasa ilivyokuwa umo katika saumu, umo katika ustadhi mwenye kulea roho, umefunga, bila shaka masimulizi kama haya yatakusaidia upande ngazi kubwa sana kuelekea katika jambo la yakini, kuyajua hayo na uwe tayari kujiandalia safari hiyo. وبينما كان صحابة من رسول الله, wakati alipokuwa sahaba mmoja miongoni mwa sahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fi sakaratil maut, alipokuwa katika sakaratil maut, talala katika sakaratil maut, qad hadarathu alwafa, kifo kimeshamhudhuria, wakati wote atakufa. وعلى بعض أصحاب الحبيب محمد يحضرون سكرات موته, na baadhi ya masahaba wa mtume wamehudhuria sakrati mauti yake pale, mwenzi wao anatoka roho kwa pale, wanamtakia shahada pale na hivi na hivi. Lakini as-sahabiyya wa huwa yamut, lakini yule sahaba huku anakata roho, qala as-sahabiyyu fi sakarati al-maut, altamka maneno ya ajabu katika sakrati al-maut. Na hivyo ndio kila watu wema unapata ibra wakati ule wanapotoka duniani, unapata ibra yao pale pale. Alitamka maneno ya ajabu, maneno ambayo waliohudhuria kwenye sakaratul maut hawakuweza kuyafasiri, walishindwa kumpelekea mtume ayafasiri. Qala laitahu kana jadidan, watu pale wamemshughulikia, wanamwambia la ilaha illa Allah. Yeye alipozindukana alitoa kauli akasema, laiti kama ingelikuwa mpya, bora ingelikuwa mpya. Thumma akhadhathu sakra, kisha baadaye sakratul maut ikamchukua pale pale, akazimia tena. Halat ba'daha fikra, kisha baada muda mdogo akapata tena fahamu yake mara ya pili. Faqala, safari hii akatoa tamko jingine, laitahu kana ba'idan, laitani kama ingelikuwa mbali bora. Walioko pale nini, lakini huyu wameshika kumwambia la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, sema la ilaha illa Allah. Thumma akhadhathu sakra, kisha baada ya hapo ikamchukua tena sakaratul mauti. Aqabatha fikra, baada ya muda mdogo ikamjia tena fahamu vile vile. Thumma qala laitahu kana kamila, mara ya tatu akasema laiti kama ingelikuwa mbali bora, bora ingelikuwa mbali. Thumma tabat ar-ruhu ila Allah, kisha hiyo nafsi yake, roho yake maskini ikaelekea kwa mwenye muumba, ikatoka. Waliokuja pale kumhudhuria kwenye mauti yake hawakupata ufumbuzi nini maana ya kusema laitahu kana jadidan, laitahu kana ba'idan, laitahu kana kamilan. ما هو الذي ليته كان جديدا وما هو الذي ليته كان بعيدا وما هو الذي ليته كان كاملا. إنها شفرات ثلاث, حقيقة hayo ni mafumbo matatu, la yaqdiru ala halliha illa an-nabiy al-ma'sum, hawezi kuyafumbua yoyote ila mtume wa Mwenyezi Mungu tu, aliyelindwa na Mwenyezi Mungu, mwenye kupokea habari za ghaibu kwa Mwenyezi Mungu. La yaqwa ala halli hadhihi at-talasin ath-thalatha, hakuna yoyote mwenye nguvu ya kutegua mafumbo hayo matatu illa an-nabiy al-muha ilayhi min qibali allami al-ghuyub, mwenye kupata wahi upande wa huko wa allami al-ghuyub. ورجع الأصحاب إلى سيدنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, wakarejea masahaba mpaka kwa bwana wetu na mfundishaji wetu, mwalimu wetu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, wa akhbaruhu bima sami'u, na wakampa habari kwa waliosikia kwa sahaba wao, kwa sahaba mwenzi wao. Faqala lahumul habib, bwana mtume baada ya kusimuliwa hayo, qala, akasema kuwaambia, ataduruna madha qal, mnakijua nini kakisema mwenzenu yule? Wa madha yuridu an yaqul, na anakusudia nini kusema vile? Walimadha qal, na kwa nini akasema vile?
qalu ya rasul allahi Allahu wa rasuluhu a'lam, wakamjibu ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ayajuaye hayo ni Mwenyezi Mungu na mtume wake tu. Faqala lahumul habibul mustafa, hapo bwana mtume akaanza kuwapa habari, akawaambia inna hadha ar-rajula fi yawmin min al-ayyam kana yamshi wa kana ma'ahu thawbun ghayru jadid. Basi mwenzenu huyu katika baadhi ya siku mojawapo miongoni mwa masiku waliokuwa kishi duniani, alikuwa siku moja akitembea tembea katika ardhi, na alikuwa na nguo iliyokuwa si mpya, kuukuu. Thawbun fihi ba'dhu al-bila, analo guo mwenyewe lina baadhi ya marakaraka, mchaniko kuukuu guo. Fawajada miskinan yataassafu min shiddati al-bardi, njiani akamkuta maskini ya Mungu anasikitika, anatetemeka kwa kali baridi lipombana yuhoi. Fa'atahu thawbahu, yule bwana akavua nguo akampa maskini ya Mungu ajistiri, ajisalimishe na baridi ile. Falamma hadarathu alwafa, basi siku walipohudhuriwa na mauti, raa qasran fi qusuri aljanna, pale pale hajaondoka duniani alianza kuona jumba la ghurfa miongoni mwa majumba ya peponi. Faqalat lahu almalaika, malaika walomzungukia pale wakamwambia, hadha qasruka, jumba hili ulionalo ni lako wewe, milki yako, umerithishwa. Liannaka tasaddaqta dhata lailatin ala miskinin bithawb, kwa sababu wewe huko siku mmoja ulimpa maskini nguo. Faqala ar-rajulu, katika sakatil mauti yule bwana aliuliza, bithawb, jumba hili ni kwa ajili ya nguo ile kuukuu niliotoa mimi? Qalu na'am, malaika wakamjibu ndiyo kwa nguo ile. Qala inna ath-thawba kana baliyan fama baluna law kana jadidan. Hapo ndipo waliposema, ikiwa nguo kama ile, ikiwa kitu kama kile Mwenyezi Mungu ananilipa hivi, hata sijafika bado akhera, niko hapa ninaonyeshwa wapi ninakwenda. Laitani kama ingelikuwa nimempa nguo jipya, makazi yangu ingelikuwa namna gani mimi? Laitahu kana jadidan. Kwenye sakatil mauti ndipo aliposikilikana akitoa maneno laitahu kana jadidan, ya laiti kama ingelikuwa mpya. Laitahu kana jadidan, ya laiti kama ingelikuwa mpya. La shay'a yadhi'u 'inda Allahi abadan, ufahamu kwamba hakuna chochote kitakachopotea mbele ya Mwenyezi Mungu katu. Akifanya mtu uovu ataukuta, na akifanya jema wallahi hata liwe dogo namna gani ataliona faida yake, ataliona tu. Laitahu kana jadidan idha kana hadha thawbu qadiman, itakapokuwa nguo hii ni kongwe ya tangu na tangu. Wa ma'a dhalika dakhara Allahu liya bihi qasran fil janna, na pamoja na hayo Mwenyezi Mungu ameniwekea nyingine badili yake, ananilipa kasru peponi. Fama baluna law kana jadidan, basi nini habari yake, nini habari yetu sisi lau kama nguo ile ingelikuwa mpya? Innal habiba Muhammadan yaqul, hakika kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi cha waumini wote anasema hivi, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, ittaqin nara walau bishikki tamra. Unaishi katika ardhi hii, uogope moto wa Mwenyezi Mungu japokuwa kwa jambo dogo kufanya, kama kutoa sadaka kwa kuatende, mpe mtu, mfuturishe mtu japo kwa kuatende jioni, japo hilo fanya, na wallahi utaliona ukubwa wake namna gani ulivyo. Usidharau chochote kikubwa na kidogo. Binafsi ya kuogopa moto, Mtume akasema uogope japo kwa kitu kidogo kufanya, alimradi kitu hicho kiogope sana wewe. La shay'a yadhi'u 'inda Allahi abadan, hakuna lolote litakalopotea kwa Mwenyezi Mungu katu. Ismahuni ayuha al-ikhwatu al-a'izza, hapa itabidi munisameh, munichukulie ustahimilivu. Itabidi nikutembezeni katika bustani hii, bustani kubwa sana, pevu mno. Ndani ya bustani hii tunaendelea nayo, unajua umekaa pahala gani hivi sasa? Wama adraka ma huna, unajielewa uko wapi hivi sasa, pahala gani?
huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, umekaa kwenye chuo kilichoasisiwa na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na katika chuo hichi na kupigia mfano kama tumechukuana tunakwenda kutembea katika bustani kubwa, na itabidi nikutembeze kwenye kila aina ya ua, kwenye kila aina ya mti, upate kuchuma hapa na hapa na hapa, uone faida gani ilivyo bustani yenyewe. Nitarejea baadaye katika maneno aloyasema yule sahaba nukata roho matatu: laitahu kana jadidan, laitahu kana kamilan, laitahu kana baidan. Lakini itabidi kwanza nikuzungushe katika bustani ukayaangalie mambo haya ya ushahidi kwamba hakuna chochote kitakachopotea kwa Mwenyezi Mungu abadan, la shay'a yadhi'u 'inda Allah abadan. Unapewa kitu kama hicho, hali ya kuwa ni spirit, uwe nayo katika roho yako. Ukiondoka hapa unaondoka na namna nyingine kabisa ya Uislamu wako, na imani nyingine kabisa, mpya kabisa, sivyo vile ulivyokuwa zamani. Unapanda katika grade nyingine kabisa ya kumkaribia Mwenyezi Mungu, kupata radhi zake. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار من ويما هووزي يقول فيها الحبيب المصطفى katika chuo chake mtume akisema kila mara: albirru la yabla, wema hauozi, wadhambu la yunsa, na dhambi haisahauliki, wadayanu la yamut, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi, anaangalia amali za waja wake. I'mal ma shita, fanya kama upendavyo, kama tadinu tudanu, kama utavyokopesha utalipo vile vile. Wayakulu aidan, na pia mtume alikuwa akisema: kullu ibni adama khata'un, wanadamu wote wana tabia kukosea, wa khairul khata'ina tawwabun, lakini walio bora katika wakoseaji ni wale wanaorejea haraka kutaka toba mbele ya Mola wao kila wanapokosea. Wa amma aljidaru, ama hakika ya ukuta ule aliyousimamisha al-Khidr wakati alipopatana na Nabii Musa alayhi salam, ukuta ule fakana lighulamaini yatimaini fil madina, ulikuwa siri yake ni kwa ajili ya watoto wawili mayatima. Wakana tahtahu kanzul lahuma, chini ya ukuta ule kulikuwa na hazina yao watoto wale, imefichwa na mzee wao. Wakana abuhuma salihan, na siri iliyopo pevu zaidi ni kwamba baba yao alikuwa si mtu ovyo, alikuwa ni mtu mwema mbele ya Mwenyezi Mungu. Fa arada rabbuka, akataka Mola wako, an yablugha ashuddahuma, wafikilie watoto wale katika umri wa baligh, wayastakhrija kanzahuma, ili ikifika wakati huo uende wakatoe hazina yao iliyofichwa pale. Rahmatan min rabbik, na hiyo ilikuwa ni rehema kutoka kwa Mola wako. Wama fa'altuhu an amri, al-Khidr anamwambia Nabii Musa, sikuyafanya hayo mimi kwa amri yangu. Dhalika ta'wilu, hiyo ndiyo hakika ya mambo, ma lam tasti alayhi sabra, ambayo wewe hukuweza kuivumilia kusubiri. Kila wakati ukiniambia kwa nini ukafanya hivi, kwa nini ukafanya hivi, hiyo ndio hakika ya mambo ilivyokuwa. La shay'a yadhi'u, hakuna jambo litakalopotea mbele ya Mwenyezi Mungu abadan. Aljidaru kana lighulamaini yatimaini, siri iliyopo, uwe makini sana kuchukua habari hii, ina faida kubwa sana na wewe pamoja na umma wa Kiislamu wote. Ukuta ule ulikuwa ni kwa ajili ya mayatima wawili fil Madina, katika mji fulani. Thumma madha, kisha nini habari iliyokuwa pale? Kana tahtahu kanzul lahuma, chini ya ukuta kulikuwa na hazina ya watoto imewekwa. Ilikuwa ni safari imekwendwa nabii mursal, mtume ambaye ni mursal, huwa Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam.
wa abdun salihun, kafatana na mja mwema, huwa al-Khadir, huyo ni Khadir alayhi ridwanullah. Nabiyun min ulil azmi al-khamsa, mtume ni miongoni mwa ulil azmi watano. Kalimullah Musa ni yule msemezwa na Mwenyezi Mungu, Nabii Musa. Wa abdun ataahu Allah rahmatan min indihi wa 'allamahu min ladunhu ilman, na mja ambaye kapewa na Mwenyezi Mungu rehema itokana na yeye Mwenyezi Mungu, na akamfundisha kutokana na yeye Mwenyezi Mungu ilmu ya batin, huwa al-Khadir, yeye ni Khadir. Yatawajjahani bi amrin min Allah ila madinatin abad an tudayifahuma, walielekea kwa ajili ya kulifikia jambo la Mwenyezi Mungu mpaka kufikia mji ambao mji watu wake walikataa kuwakirimu kabisa, wamewafanyia unyama. Waliwaomba msaada, waliwaomba wapewe haki ya ugeni, wapate msaada wa chakula, maji kidogo pa kufikia na hivi na hivi. Wamo kwenye safari ndefu, lakini watu wa mji ule wabaya bila kiasi. Fa abau an yudhayifuhuma, walikataa kuwakirimu. Wa an tuqaddima lahuma wajib adh-dhiyafa, wamekataa kabisa kuwatangulizia wajibu wa ugeni. Lakin hunaka sirrun fi tawjihi Allah lahuma bil amr, lakini hapa iko siri pevu. Siri kwa nini Mwenyezi Mungu akawaelekeza Nabii Musa na al-Khadir kuelekea katika mji ule? Kuna jambo gani lazima waende kule? Fakana tahta al-jidari, basi ilikuwa chini ya ukuta, kanzun, kulikuwa na khazina, lihadhaini al-yatimaini, kwa ajili ya mayatima mawili hawa, nani wawili hawa. Idhan falimadha kullu hadha, kwa nini basi kinapatikana hili kwa ndani ya Qur'an? Yopo hapo ni kwamba aya inasema wakana abuhuma salihan, baba yao alikuwa ni mtu mwema. Ndio maana Mwenyezi Mungu hakupoteza wema wa mzee wao, ilibidi watoto wake lazima awalipe kwa ajili ya mzee wao yule. Watoto mayatima maskini, hawajafikia umri kubaligh, hawana madhambi. Mzee wao alikuwa mwema, na kwa hivyo mpaka ameondoka duniani wema ule Mwenyezi Mungu ameuhifadhi. Pamoja na kuwa kwenye mji ule watu wake wakorofi, watu wake ni wabaya, wamekataa hata kuwakirimu Nabii Musa na al-Khidri, lakini Mwenyezi Mungu alihifadhi mali ya watoto wale. Nani huyu bwana al-Khidri, abdun salihun, alipouona ukuta umenepa, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu, akausimamisha ukuta ule, akaujenga. Nabii Musa amehamaki, anamwambia bwana wewe, lau shi'ta latakhadha alayhi ajra, ungetaka ungechukua ujira kwa watu kama hawa. Watu gani hawa? Ndio utafanyia bure katika maisha? Si afadhali ungechukua ujira bwana, watu wamekataa hata kutufadhili sisi bwana, wajibu dhiyafa. Ndipo ikabidi al-Khadir ampe siri, ampe ta'wil ya safari yao yote ile na mambo waliokutana nayo, kuanzia jahazi na mtoto aliyemuua tahta al-baligh, na vile vile ukuta huu ambao kusimamisha ulikuwa nusra uanguke. Ya ma'ashara al-ikhwati al-a'izza, aminu ala hayati auladikum bitaqwa Allahi, yafanyeni yawe salama usalimini maisha ya watoto wenu kwa nyinyi wenyewe kwanza kuwa wacha Mungu, na wao watasalimika, watakuwa katika hali ya amani. Kama wazee hawakuwa wacha Mungu, basi watoto washangamia, inakuwa sababu walioangamiza ni wazee wao. Fa innal jidara qad uqima bisababi anna abahuma kana salihan, ukuta ule umesimamishwa kwa sababu mzee wao alikuwa ni mwema. Fakaifa nu'minu ala hayati auladina, vipi basi tuyaweke ni ya amani maisha ya watoto wetu? Namna gani utaweka? Vipi utawekaje? Na wewe mwenyewe utangulia akhira, huku nyuma tujuaje tena wewe? Inda rabbina sayuhawiluka alquranu, Qur'ani itakugeuza ikupeleke kwenye mafunzo maalum ya kuyafanya maisha ya wanao katika hali ya salama. Ala al-ayati raqmu 9, utakwenda kwenye aya nambari 9 min suratun Nisaa, katika suratun Nisaa utaikuta aya Mwenyezi Mungu anakuonyesha namna gani ya kuyafanya maisha ya watoto yawe katika hali ya salama. Watajidu hunaka maktabu ta'amini ala al-hayati, na utakuta kwa maandiko maalum maktaba inafunza kuyaweka salama usalimini maisha ya watoto. Wallahu la yutalibuka illa bidaf'i qissayn ithnaini,
Mwenyezi Mungu hatakutaka kwenye aya hiyo ila kwa kutekeleza mambo mawili tu basi, hamna la tatu, la thalitha lahuma. In aradta an ta'rifa ma hadhani alqissani, ikiwa utataka kujua nini habari mbili hizo ili uyasalimishe maisha ya mwanao, hata wewe ukiondoka duniani yeye aipate salama, faqra qawla al-bari tabaraka wa ta'ala, isome kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kushinda isemayo hivi. Isikilize aya ya Qur'ani isemayo namba 9 sura an-Nisa. Mwenyezi Mungu anasema walyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Maana ya aya ni kwamba na waogope wale law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan, law kama wangeliacha duniani, kama anakufa ghafla mtu anaacha duniani huko nyuma vitoto vidogo vidogo, havijui kitu, havijui mbele wala nyuma, na dunia ndo kama unavyoiona inavyokwenda hivi, ndo kama unavyoiona inavyokwenda, kila wakati inazidi katika uovu tu, inazidi kutokomea katika ubaya tu, na wewe maskini utakuwa unaogopea wanao wasije wakafikishiwa na mabaya hayo. Mwenyezi Mungu anakutaka falyattaqullaha, jilazimishe kumcha Mwenyezi Mungu wewe mwenyewe kwanza, waliyaqulu qawlan sadidan, na useme maneno mazuri, na hakuna kauli iliyokuwa sadidan kuliko kitabu cha Mwenyezi Mungu na kuliko maneno ya bwana mtume, hakuna nyingine qawlan sadidan abadan. Ikiwa utafanya kazi hiyo basi naam, mpaka watoto nao vile vile watasalimika. Dunia kama unavyoiona Europe hivi sasa, watu wanataka kutoka katika mambo machafu, wameshachuka nayo taabani tena. Maana ilikuwa Faransa ukitembea unakuta watu wanafanya machafu njiani, na ukishangaa kutizama wao ndoto kushangaa wewe, huyu mpumbavu gani, anatoka wapi huyu, anastaajabu nini, wapi anatoka huyu, anakushangaa. Unaona watu njiani wanafanya machafu bila kujali chochote. Wao hivi sasa hivi wamekushaona kwamba upuuzi gani wanatoka katika hilo, na watu wanatabiri Islamic State ya kweli kweli huenda ikaanzia Europe, kama katika nchi za France na kwingineko. Kuna Uislamu ambao una rise kwa hali ya nguvu sana, unatisha sana. Hakuna kitabu chochote cha dini utakachokitaka France kwa kikosa, hatari kubwa imekuwa France. Lakini humu mwetu sisi ndio kwanza tunayaona mazuri zaidi hayo, tunayaelekea. Ndio kwanza banati zetu tunawavua nguo, tunaweka uwanjani wacheze mpira wa kiume, na vivazi vyao waliovaa ni bukta mpama pajani. Ndio kwanza tunaona ustaarabu hivi sasa. Ndio kwanza nakuja watu wa culture ya Kiislamu wanaivuruga makusudi hasa, maana Uislamu umeshaonekana bwana kwa kutumia ilmu. Abadan hawawezi Waislamu tena wakapotolewa, wamefundishwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu mjuzi wa ghaibu. Huwezi tena sasa hivi kwa hoja za kielimu kuwashinda, inabidi kuharibia thikafa, uingie na mambo yaliokuwa kinyume na Uislamu. Ukishatafulia hapo, wakiiga wameumia, wameshapotea, wameshafifidika, hakuna Uislamu, hakuna chochote. Na hii kuinama na kuinuka misikitini, madhal thikafa imeharibika. Basi pudi mtu swala Mwenyezi Mungu azikubali zile, mpaka ziwe ambazo inna salata tanha anil fahshai wal munkari, mpaka iwe namkataza mtu machafu bwana na maovu. Ndio kwanza tunaona sasa hivi tuelekee katika maovu hayo. Inabidi mtu anatahadhari nyuma yake kwa naacha watoto maskini dogo dogo. Watakuwa na hali gani baada ya miaka 40 ijayo? Ikiwa sasa hivi dunia iko hivi, baada ya century moja kutakuwa na hali gani duniani? Kila ukenda mbele mambo yanazidi kupea zaidi. Sasa ufanyeje? Falyattaqullaha, mche Mwenyezi Mungu sana kwenye kila amri ya Mwenyezi Mungu na kwenye kila katazo la Mwenyezi Mungu, uliangalie vizuri. Waliyaqulu qawlan sadidan, na vile vile useme maneno mazuri. Na kauli nzuri hakuna utakapoipata ila ya Mwenyezi Mungu peke yake na mtume wake. Tayeb, tunarejea kidogo katika maneno ya yule sahaba aliyekuwa katika sakati mauti. Ilikuwa tunatembea kwenye bustani kidogo kuonyesha kwamba hakuna kitu kitakachopotea kabisa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Atakacho kitanguliza mtu atakikuta lazim tu. Ilibidi ukuta ule siri iko pale ya hazina ile isingewaki, ingepotea tu na mji ule kwa baya. Lakini kwa kuwa mzee wao alikuwa ni mwema, alikuwa mcha Mungu, Mwenyezi Mungu akahifadhi kwa ajili ya wanawe.
kwa ajili ya wanawe, mpaka walipokuja Al-Khadhir na Nabii Musa. Al-Khadhir akaujenga ukuta ule, baadaye akampa siri Musa, kwa sababu nimefanya hivi ni kwa sababu namna kadha 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 kadha. Siri ile kukupari ni hiyo. Wanuha laitahu kana jadidan laitahu kana baidan laitahu kana kamilan. Moja tushaifasiri laitahu kana jadidan, laitan kama ingelikuwa mpya. Laitan kama ingelikuwa mpya amekusudia pale ni nguo ile alotoa sadaka siku ile. Laitahu kana baidan, sasa tunakuja katika kauli yake nyingine siku ile alipoitoa wakati anatoka roho, kasema laitan kama ingelikuwa mbali. Nini maana maneno hayo? Mtume Mwenyezi Mungu akawa anafasiria masahaba, akawaambia kwamba hakika bwana huyu siku moja, inna hadha ar-rajulu kana mutawajjihan ila al-masjid, siku moja alikuwa akielekea msikitini huyu. Fawajada abdan, akamkuta mja mmoja, muqadan, kiwete maskini kakitako, lianna birijlaihi shalalan, kwa sababu kwenye miguu yake mna kitu ameparadise maskini, paralyze imemshika, imeshapooza, hafai, hawezi kwenda kakitako pale maskini, lakini alikuwa anangoja kitu kikubwa sana. Qala lahu, kupita mtu tu ambaye huyu ambaye kwenye sakati mauti kasema laitani kama ingelikuwa mbali. Kupita huyu bwana akamwambia khudhni ma'aka, nichukue pamoja na wewe bwana, liusalli waraa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ili nipate kwenda kuswali pamoja na sala ya mtume, nikakae nyuma ya mtume, jamaa ya mtume isinikose katika alfajiri. Yule bwana pale pale fahamalahu ar-rajulu ala dhahrihi, akambeba mgongoni kwake, wa dhahaba bihi ila almasjid, akaenda naye mpaka msikitini. Fasalla, akaenda yule bwana akaswali pamoja na mtume. Falamma hadarathu alwafa, basi huyu mbebaji alipohudhuriwa na mauti, raa kasran min kusuri aljannati, aliona nyumba nyingine kubwa zaidi kuliko ile katika nyumba za peponi. Faqalat lahu almalaika, malaika wakamwambia, inna hadha qasruka, hakika jumba hili ni lako wewe. Qala bi ayi amalin, ilibidi yule bwana aulize pale, kwa amali gani niliyotenda ya rabbi hata nikapata kasri kama hii? Qalu, malaika wakamjibu, liannaka hamalta muqadan liyusalli bil masjid, kwa sababu wewe siku moja ulimchukua kiwete ili ende kaswali msikitini pamoja na mtume. Faqala, hapo ndipo ilipomtoka kauli katika sakratil mauti, akasema la laita almasjid, laiti kama ule msikiti kana baidan, ungelikuwa mbali. Akasema kana almasjidu qariban, msikiti ulikuwa karibu. Laitahu kana baidan, laitani kama ungelikuwa mbali, ningelipa kitu gani mimi? Idha kana hadha almasjidu ala qurbihi, itapokuwa msikiti huu juu ya ukurubifu wake, kukurubia kwake, manahani Allahu bihi qasran fil janna, Mwenyezi Mungu ameniwekea mimi badili yake, amenilipa, amenitunukia jumba mojawapo kubwa la peponi. Fama baluna law kana baidan, nini habari yetu sisi kama msikiti ule ungelikuwa mbali? Ndipo aliposema laitahu kana baidan. Halafu mtume akawafasiria na asili ya kusema laitahu kana kamilan, laiti ingelikuwa kamili, akawaambia raghifun, ni nusu kipande cha mkate tu. Tasaddaqa ar-rajulu bijuz'in minhu, ametoa sadaka mtu kwa sehemu ya mkate kipande, ala ja'i'in, kumpa mwenye njaa. Wali afwahu al-ja'i'a, na kukipitisha kitu kwenye kinywa cha mwenye njaa. Au la bid sadaqati min baitillahi al-haram, ni bora zaidi kuliko mtu kwenda kuitembelea baitillahi al-haram. Juz'un min raghif, kipande kidogo cha mkate. Tasaddaqa bihi ar-rajulu ala ja'i'in, alikitoa sadaka yule mtu kwa mwenye njaa. Falamma hadarathu alwafa, basi alipohudhuria kwenye mauti, raa qasran thalithan, aliona jumba la tatu, fi riyadhil janna, katika bustani za peponi. Fasaala, aliuliza, liman, ni kwa ajili ya nani jumba hili? Qalu laka, ni lako wewe. Qala bi ayi amalin, kwa amali gani niliyoitenda? Qalu li annaka tasaddaqta dhata yawmin ala miskinin,
wakamwambia kwamba wewe siku moja umetoa sadaka umpa maskini, bibadhi raghif, kwa kipande cha mkate, baadhi raghif, kinusu ya mkate tu. Qalu na'am, alipouliza kwa nusu ya mkate tu, malaika akamwambia ndio, kwa nusu ya mkate tu. Hapo ndipo aliposema laitahu kana kamilan, yale eti mkate ule kama ungelikuwa kamili. Uwe na yakini lolote ulifanyalo ni kwamba utalikuta tu. Wanufikha fi sur, sasa narejea kule tutokako katika maukifu kiyama, na litakapopulizwa parapanda, fasaika man fi samawati wa man fil ardi, watazimia wote viumbe kuanzia ardhini mpaka mbinguni, illa man shaa Allah, isipokuwa wale tu awatakao Mwenyezi Mungu hawatopambana na kuzimia huko wakati huo. Qala almufassiruna haulai humul malaikatul kibar, wamesema kwamba hawa watakuwa hawaondoki duniani wakati huo ni malaika wakubwa wanne. La yas'aquna walakinnahum sayamutun, hawatopambana na saika ya wakati huo, lakini wao watakufa baadaye. Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut, baada nafkhati alula, baada ya kupulizwa alama ya hatari ya kumalizika viumbe wote, kullu alkhalaiq tafna, viumbe vyote watapotea. Wa baada dhalika, na baada ya hapo, yakulu Allahu limalakil maut, Mwenyezi Mungu atasema kumwambia malaika wa mauti, iqbidh ruha Jibril, anza kukabidhi roho ya Jibril hivi sasa. Kati wamebakia wane tu katika ulimwengu, si mbinguni si ardhini. Iqbidh ruha Jibril, sasa anza kuikabidhi roho ya Jibril pamoja. Fayaqbidh ruhaihima, malakul maut atakabidhi roho za malaika wawili hao. Wa yabqa malakul maut, hapo tena atabakia malaika wa mauti peke yake, ni yeye tu. Wa yadhunnu nafsahu annahu bimanjatin min almaut, atadhania nafsi yake kwamba ataokoka na mauti, labda kabakia peke yake. Fahuwa alladhi yaqbidhu alarwah, kwa sababu yeye ndiye mwenye kukabidhi roho. Famani alladhi sayaqbidhu ruhahu huwa, basi nani atakayekabidhi roho yake yeye tena nafsi yake? Wa inda idhin yaqulu lahu Allah, na hapo ndipo Mwenyezi Mungu atakamwambia mut ya malakal maut, kufa, na ewe malaku mauti vile vile kufa. Wa indama yash'uru malakul maut bi alami sakarati, na wakati atakapohisi malaika wa mauti uchungu wa sakaratil mauti, yakulu li rabbil izza, atasema kumwambia Mola mwenye kushinda, lau kuntu a'lamu anna al-mauta marirun hakadha, lau kama mimi ningekuwa najua mauti yanapita namna kama hivi, ma qabadtu ruha ahadin min khalqik, afadhali msingekabidhi roho yoyote miongoni mwa viumbe wako mzima. Ewe malaika wa mauti. Wa yamutu malakul maut, atakufa pia malaika wa mauti. Wa tabqa ad-dunya hakadha fanaan, dunia itabakia kama hivyo tupu, imemalizika. Ila an yanfukha Israfilu ba'da an yuhyiyahu Allahu, yanfukhu an-nafkhata ath-thaniya, mpaka atakapopuliza Israfil, atakapomhuisha Mwenyezi Mungu, atakapopuliza tena mara ya pili upulizaji wake. Fa idhahum qiyamun yanzurun, tahamaki viumbe wameshasimama kwenye mahakama wanaangalia. Wannasu inda al-khuruj min al-maqabiri suwarun wa namazij, na watu wakati wa kutoka makaburini watakuwa na sura mbalimbali na mifano mbalimbali. Kila mtu atatoka kaburini pake kwa mujibu wa kitendo alichoondokea duniani. Naam, vile alivyofia ndivyo atakavyoondoka kaburini, ushahidi kamili. Wannasu inda al-khuruj min al-maqabiri suwarun wa namazij, فمن الناس من يخرج من قبره والدخان يتخلل فمه وأنفه, kuna miongoni mwa watu atakayetoka kaburini mwake moshi unapita ukipenya katika tundu zake za pua na midomo yake, joshi limemwandama. Na moshi kama unavyojua mara unakupalia kidogo tu, huwa kidunia tu basi.
moto tu unawaka, basi moshi wake tu unakupalia, pumzi zinakupaa. Sikwambii huo ni moshi wa adhabu hasa, unamuadhibu. Moshi utakuwa unapenya kwenye tundu zake za pua na midomo. Yunadi almunadi, hapo atatangaza mtangazaji aseme, haulai akalatu amwali liyatama, hawa ndio wale waliokula mali za mayatima. Hivi ndivyo watavyolipwa. Wa minan nasi man yakhruju min qabrihi wa batnuhu asqalu min aljibal, na kuna watu wako watotoka makaburini mwao na matumbo yao makubwa zaidi, mazito kuliko jabali lolote ulijualo wewe. Tafuta mlima wa Uhud, tafuta mlima wa Kilimanjaro ulinganishe, tafuta mlima wa Rwenzori, tafuta mlima wowote, basi tumbo lake ni kubwa zaidi. Yunadi almunadi, hapo atalingana mlinganiaji, haula yakalatu riba, hawa ndio waliokuwa kila riba. Hivi ndivyo watavotoka makaburini mwao. Wa minan nasi man yakhruju min qabrihi yakhmishu wajhahu bi anfari min nuhas, na kuna watu watotoka makaburini mwao wanajiparura kwa makucha ya shaba nyusoni mwao. Mwili mzima mtu anajichuna makucha ya shaba kwa nguvu zake zote, anatoa kila kitu. Haulai alladhina yatakallamuna fi awazi alibad, mtangazaji aseme hawa ndio waliokuwa wakisema mambo ya watu, wakisengenya watu, wameingia yasiyowahusu. Wa minan nasi man yakhruju, na kuna mwingine atakayetoka kaburini pake, waqad yadha yadahu ala ra'sihi, hakika ameweka mkono wake mmoja juu ya kichwa chake, masikan birajulin akhara, huku amemkamata mtu mwingine. Wayaqulu rabbi is'alhu fima qatalani, na huku anamwambia Mwenyezi Mungu, Mola wangu muulize huyu bwana kwa kosa gani kaniua mimi, kaniua duniani huyu. Leo Mwenyezi Mungu nilipie, leo Mwenyezi Mungu niulizie, fima qatalani, huyu ameniua kwa tendo gani ndio litenda, kwa sababu gani, mmemdhulumu nini mimi huyo. Rabbi is'alhu fima qatalani, alqatilu ya'khudhu biyadi alqatil, aliyeuawa ameukamata mkono aliyemuua, na mkono wa pili ameshika kichwa chake kilichokatwa. Wayaqulu ya rabbi is'alhu fima qatalani, na huko anaambia Mola wake muulize kwa nini akaniua mimi. Wa minan nasi man yakhruju yawm alqiyamati sakran, na kuna watu watatoka siku ya kiyama wameshalewa chopi. Yamutu sakran, mtu kafanao, amekufa huku amelewa. Wa yakhruju min qabrihi sakran, na atatoka katika kaburi aliyakuwa amelewa vile vile. Wa yalqa Allah wa huwa sakran, na atakutana mbele ya Mola wake wakati kuhukumiwa aliyakuwa ananuka mvinyo. Anuka mvinyo, ushahidi kamili wa tendo la mtu aliyeondokea duniani. Tahadhari, tahadhari. Hakika ya shukrani zote, sifa zote ni zako na ufalme pia. La sharika laka, wewe huna mshirika naye Mwenyezi Mungu. Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الذي خرج ليحج البيت الحرام. Huyu watotoka kaburini mwake anapiga sauti hiyo ni yule aliyotoka mguu mosi mguu pili, kaacha mambo yake yote, kaacha mke au kaacha mume nyuma, kaacha nyumba, watoto, mali na kila kitu, amekwenda kuzuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Maka, au yaatamir, au amekusudia ama hija au kufanya umra. Famata muhrima, basi akenda akafa hali yakuwa keshahirimia mambo hayo. Idha mata muhriman, atakapokufa mtu muhriman, bu'itha yawm alqiyamati mulabbiyan, anafufuliwa siku ya kiyama huku anatoa talbia.
anatoa tarbia mfululizo. Wa inda idhin tushriku al-ardu binuri khaliqiha, na wakati huo ndipo ardhi itakapong'ara kwa ajili ya nuru ya Bwana wake. Wa awwalu man tanshaqqa al-ardu anhu yawm al-qiyamati habibullah Muhammad, na wa mwanzo itompasukia ardhi kutoka kaburini siku hiyo, siku ya kiyama, ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad, sahibul maqami al-mahmud, sahibul liwa'i al-ma'qud, sahibul hawd al-mawrud, sahibul mawqif al-mashhud. عندما تنشق عنه الارض يوم القيامه، wakati itapompasukia ardhi siku ya kiyama, anatoka kaburini mwake, yasalu qailan, jambo la mwanzo huku anauliza kwa kusema, kaifa halu ummati, leo nini hali ya ummati wangu imekuwaje? Kaifa halu ummati. Hadha huwa alhabibu alladhi turja shafa'atuhu, huyo ndio kipenzi wa Mwenyezi Mungu ambaye